Natoa klipu hii nikiwa nimejishikilia tochi ili nipate kuonekana hata kwa sehemu. Kuna taarifa ambazo zinaonekana kwamba kijana wangu mchungaji huyu hapa Martin James, ziko taarifa ndio hazijathibitishwa, lakini zinaonekana kwamba alipochukuliwa tarehe 21 mwezi wa 10 Dodoma Mkonze, eneo la Mkonze, sababu taarifa sasa baadaye tulizipata ni kama alichukuliwa eneo la Mkonze, alipelekwa kwenye kituo cha polisi cha Mtumba ambako alikuwa amewekwa John Heche. Na nimejaribu kumtafuta John Heche nijue ikiwa alipowekwa alimuona kijana wangu. John Heche kasema aliwekwa kwenye selo ya peke yake, lakini upande wa pili alikuwa anasikiliza mtu anayeomba kwa nguvu sana na wanamuita mchungaji. Maelezo ya John Heche naamini ni ya kweli, lakini sijui mchungaji gani ambaye alikuwemo wakati huo. Inawezekana jeshi la polisi watatoa taarifa kwamba walikuwa na mchungaji wa aina gani, ila utambulisho wa alikuwa anaomba sana, hiyo inawezekana akawa ni kijana wangu. Inawezekana akawa ni kijana wangu kwa sababu mimi nimewafundisha kuwa waaminifu hatakufa, kumtumaini Mungu wakati wote. Lakini pengine ndio kanisa lilo na mazoezi ya kuombaomba, ambako kuomba huko unaweza ukaomba hata ukiwa katika hali yenye kuumiza, yenye kukatisha tamaa. Taarifa za huyu kijana zilipatikana kupitia mtu ambaye inaonekana na yeye alikuwemo humo kituoni. Sitaki kueleza kiundani alikuwemo kwa namna zipi, ambapo kijana wangu aidha kwa kuhadisiana na wenzake ama kumwambia huyo kuona kuna dalili, kuna uwezekano anaweza akatoka, ama kwa kuambia yoyote anayeweza kutoka, kwa kuwa alikuwa hana namba ya simu kabisa. Alisema yoyote utakayetoka, ama alimwambia huyo kwamba utakapotoka kaangalie kwenye mtandao channel ya Kikosi Kazi, utaikuta namba ya huduma, kawapigie uwajulishe kwamba mimi nipo kwenye kituo cha Mtumba. Sitaki kueleza mambo mengine ambayo yanaweza yakaweka polisi fulani kwenye matata, sababu inaonekana karibu kila anayekuwa na huruma, anayekuwa na moyo wa utu, inawezekana anakuwa ni adui wa mamlaka ya kishetani. Niishie tu kwa huyo mtu, na kwa maelezo ya Heche aliyosema upande wa pili alikuwa anasikia mtu anayeomba kwa nguvu sana, na alisikia wakimuita mchungaji. Tulipopata taarifa hizo, tulituma watu kutokea Mbeya kwenda Dodoma. Tulituma watu ambao walienda kuuliza. Walipouliza waliambiwa hilo jina halipo, pengine kama amebadilisha jina. Kuna baadhi ambao inawezekana haikuwa official, lakini kuna baadhi ya ni kama waisema vinginevyo mulete picha yake. Hiyo ni jana tarehe 27, na leo tarehe 28 wakaenda kwa hiyo picha, wakaambiwa huyo mtu hayupo. Lakini kuna askari mmoja akawa anasema, sasa kwa nini nyie wachungaji kama mnawapa uchungaji wanaanza kusema makosa kwenye hii jamii? Sisi tunataka wachungaji wanaoibia tu watu sadaka. Sasa hayo mengine si kwamba nakuwa aliongea hivyo, lakini tafsiri yake
ni kwamba wachungaji wanaowataka ni hawa tu wanaodanganya watu kwamba mtabarikiwa, nikupa mafuta, nikupa maji, nikutabiria, ili hali wao wenyewe ndio wanaendesha magari ya kifahari. Hao watu wengine wanabaki tu na mendara, wakiwa na michumvi mfukoni, wakiwa na mimaji wamejitwisha. Tunataka wachungaji, sio mchungaji anayepinga ubaya kwenye jamii. Huyo mchungaji hatuwataki kwenye nchi. Lakini kumekuwa na taarifa za aidha za hapa na pale. Anyway, sitaki niingie ndani sana. Najua inawezekana kuna mipango miovu imepangwa juu ya mwanangu, juu ya kijana wangu. Inawezekana imepangwa mipango ya kuuawa kama silaha, aidha ya kumkomoa Mbarikiwa au kumkomoa huyo kijana wangu. Neno langu ikiwa hajauawa, taarifa ambazo zilikuwa kwamba ameshikiliwa na RCO Dodoma. Ameshikiliwa na RCO Dodoma, na hata baadhi ya wasaidizi hawaoni sababu za kijana huyo kuwa kwenye hatari ya kifo kwa sababu tu ya kupinga maovu. Lakini pia pengine siku aliyohoji Mbarikiwa kakosa nini mpaka awe kwenye hatari ya kifo. Anyway, mimi niseme na nijuacho ni kwamba hakuna kitisho kinachoweza kutishia RCO au polisi yoyote, kwamba pengine kwa kitisho hicho wamwachie kijana. Mimi ninachosema tu, alimadam taarifa imenipata, kama kijana wangu bado yuko hai, kama bado yuko hai, kwa sababu taarifa hizi inawezekana kabisa, information hii inawezekana kabisa inamhusu kijana wangu, kwa sababu yule aliyetoka humo alitaja jina lake, na John Heche kaniambia habari za maombi yake, lakini pia na walivyokuwa namuita. Kwa jeshi la polisi najua walikuwa na mchungaji wakati John Heche yuko humo, walikuwa na mchungaji tofauti na kijana wangu. Bila shaka watamweka wazi huyo mchungaji waliokuwa naye, tofauti na kijana wangu alikuwa naomba. Wito wangu katika jina la Mungu, kama kijana wangu hamujamuua, mwacheni, kwa sababu hatuna la kuwafanya. Mumuue, tutakao baki hai tutaendelea kuongea kwa sauti, tena inaweza ikawa imara zaidi, ikawakera zaidi, ikawafikirisha zaidi mkiongeza na kumuua wakati tumetoa tahadhari hizi. Yani hakuna kitakachopungua kwa sisi, kwa mimi ni wawe, mimi nisiwepo. Mimi uhubiri wangu ni kupandikiza watu wawe na roho ya huruma, na wafahamu kuwa mhubiri, kuwa mchungaji, kuwa mcha Mungu, kuwa mwanadamu ni kupinga mabaya kwa sauti, kwa nguvu, kwa uvumilivu, kwa bidii, mpaka ubaya unaanguka au wewe unauawa, unaondolewa duniani. Na utakavyokuna uawa ni mbegu inapandwa, wanainuka 10, 30, 50 wanaoongea kwa nia yako na pengine kwa nguvu kuliko wewe. Kwa hiyo, kwa mateso yote niliyopitia mimi, waliopitia kijana wangu kama yuko hai, pendekezo langu, mwacheni tu, mwacheni, kwa sababu sauti ya kilio takayokuwa tukizungumza, na wahakikishia itakolea sana ikiwa mtakuwa muna roho hiyo mlio nayo ya nyoka, ya kwamba oja tumuue. Nishawaambia, mnapomuua mtu hamumkomoi mnayemuua, munawakomoa wale waliokuwa na muona wa maana. Hamupunguzi maadui ya wanaowachukia, munaongeza watu wa kuwachukia, kwa sababu mtu huyo
alikuwa na umuhimu kwa watu kadha wa kadha. Kwa hiyo anapoondolewa huyo, mliomuondoa mnaongeza wa kuwachukia. Wasiposema leo, wataendelea kufikiri, na kuna siku watasema kwa sauti ngumu zaidi, ama watachukua kitendo kigumu zaidi. Mwachieni mwanangu. Kama mjamuua, kama mmemuua, mimi wala mwanangu si mwema kuliko maelfu haya. Maelfu haya na miili hii, na mauti hii, na vifo hivi vya kihistoria. Si mwema. Ila kama mjamuua na alimadam kumeliki taarifa hii, nadhani mnajua kwa mimi huu ni wimbo wa milele. Asanteni kwa kunisikiliza. Amen.